Popat ambaye ametangaza kustaafu kwenye timu ya taifa. Bwana ameandika waraka. Ameandika waraka mrefu sana na itakuwa vizuri kama nitausoma. Sahihi. Ameandika habari: baada ya kutafakari kwa kina, ninatangaza rasmi kustaafu kuitumikia timu yangu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars. Kuanzia leo ulikuwa ni wakati wangu mzuri wa kipekee katika maisha yangu kuwa mchezaji wa timu ya taifa kwa takribani miaka 15. Najisikia fahari kusema nashukuru kwa nafasi hii. Miaka 10 ya kuongoza wachezaji wenzangu kama nahodha wa Taifa Stars imekuwa yenye alama kubwa katika maisha yangu, ikiwemo kufuzu finali za AFCON mara 3 na kutimiza ndoto ya muda mrefu ya kuweka historia kuingia hatua 16 bora kwa mara ya kwanza. Naamini huu ni wakati wa vipaji vipya kupewa nafasi kutufikisha kwenye hatua za juu zaidi. Ilikuwa safari njema iliyojaa nyakati zisizosaulika na zenye hisia mchanganyiko. Naishukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, shirikisho la mpira wa miguu TFF kwa kuhakikisha timu ya taifa ya Tanzania inakuwa tamanio na ndoto ya kila mchezaji. Shukrani za kipekee pia ziende kwa familia yangu, wachezaji wenzangu, rafiki zangu na wadau wote wa Taifa Stars na Watanzania wenzangu kwa kunionyesha upendo wa kuunga mkono timu hii katika nyakati zote za furaha na huzuni. Najivunia Utanzania wangu na ahidi kuendelea kutoa mchango wangu kwa timu ya taifa katika maendeleo mengine yaliyo ndani ya uwezo na uzoefu wangu. Asante. Huu ni waraka wa Mbwana Samata. Kaweka pale na tag hii haina kufeli. Ni wakati sahihi kwa Mbwana Ali Samata. Hili ni swali ambalo watu wengi sana huenda wakawa wanajiuliza. Kisha tutakuja kuangaza maoni machache baada ya hii post. Walikuwa wanasema nini wadau? Kwako wewe binafsi Jerry? Kwangu mimi nafikiri muda huu ambao ameandika huo waraka hakuwa muda sahihi kwangu mimi, kwa sababu magwiji ambao tumewashuhudia wakiaga kwenye timu zao za taifa wamekuwa pia wakiandaliwa mechi ya kuaga, na imekuwa kama desturi kwa baadhi ya mataifa mbalimbali ama vilabu mbalimbali. Unaona kama Cristiano Ronaldo aliingizwa kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Ureno acheze World Cup yake ya mwisho. Japo yeye hajatoa rasmi taarifa kama anaweza akatundika daruga, lakini ni hivyo kwamba inawezekana, maoni walio wengi kwamba inawezekana ikawa finali yake ya mwisho kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Ureno. Lakini pia hata kwa Messi yanatajwa hayo. Mwangalie pia Neymar Jr. ama Neymar Junior pia ilikuwa hivyo, alijumuishwa kwenye timu ya taifa ya Brazil kwa sababu ya kumalizia karia yake na kuagwa na vitu kama hivyo. Hata kwenye vilabu pia tumekuwa tukishuhudia hivyo kwamba nyota ambaye wanamkubali wanaandaa hata mechi halafu inakuwa special kwa ajili yake. Kwa hiyo naamini inawezekana kwa yeye ni muda sahihi, lakini kwa sisi wana michezo wangeandaa hata mchezo wa kirafiki wa timu ya taifa ya Tanzania, tukawaalika kama ndugu zetu ama majirani Kenya, Uganda, Rwanda na mataifa mengine ambayo yapo yanatuzunguka Afrika Mashariki na Kati, upande wa Sekafa na Kosafa. Tukawa na mechi ya kirafiki ambayo ni mahususi kwa ajili ya Mbwana Samata kuaga wa Tanzania, kuaga wachezaji waliobaki majuni ambao wanaibukia ama wanachipukia, kuaga kwa ajili ya kuonyesha kwamba ilikuwa safari ndefu yenye milima na mabonde. By the way, amepambana sana Mbwana Ali Samata. Mpaka kwa sasa tunazungumzia Tanzania tumekuwa na wastani wa kufuzu kwenye AFCON kwa sasa yeye kaiongoza ama kacheza AFCON 3 ndio akiwa na timu ya taifa ya Tanzania kuanzia 2019 tukaje 2023 2025. Alikuwepo pia Mbwana Ali Samata. Ni mafanikio makubwa. Wapo wengi legend walipita kwenye timu ya taifa ya Tanzania, hawakuweza kuivusha Tanzania kucheza kwenye michuano hiyo ya AFCON, lakini kwake yeye amecheza na ametoa mchango wake kwa 100% pale ambapo ilikuwa ina mlazima ama inabidi afanye kile ambacho anapaswa kukifanya.
nafikiri kuna mechi tulifuzu AFCON, bao lake pia lilihusika kwenye kufuzu AFCON, nafikiri 2019 kama sio 2023. Kati tunafuzu tukiwa nafikiri tulikuwa kama mchezo mwisho tukucheza Tanzania Benjamin Mkapa, basi tulikuwa away, Bwana Ali Samata alifunga. Lakini pia kuna kipindi hata Msuva pia vile vile. Ndio. Kwa hiyo naamini angeandaliwa walao kimechi fulani cha kirafiki kwa ajili ya kwake mahususi kuaga wa Tanzania na mambo mengine yaendelee, kwa sababu kama hivi alivyoandika sijaona kama inafurahisha sana, kwa sababu watu wanatamani kumuona anawapigia makofi, anaonyesha furaha kwa mashabiki ambao watajitokeza, na naamini pia kuna kitu pia hata kingeingia, kwa sababu angeandaa mchezo kwa ajili ya kumwaga yeye, watu wangejitokeza kama ni uwanja wa Benjamin Mkapa, uwanja wa Azam Complex, watu wangejitokeza kwa ajili ya kuona Bwana Samata nikamshuhudie walau anaaga kwenye timu ya taifa ya Tanzania. Lakini yote kwa yote amefanya makubwa, mengi alizungumzwa juu yake. Lakini pale ambapo ilikuwa inamlazima alikuwa akifanya kuonyesha kile ambacho na yeye yuko nacho, kwa sababu maneno yalikuwa mengi, lakini kuna wakati inabidi uchague yale ambayo unaona yana usahihi ama yana kujenga wewe. Na Bwana Ali Samata amewa inspire ama amewafanya vijana wengi wahisi kwamba mpira wa miguu ni taaluma kama nyingine, ni sehemu ya kazi. Kwa sababu nafikiri ukitaja Bwana Ali Samata, Captain Diego, hamna mtu ambaye amfahamu Tanzania. Hata ukitafuta vijana ambao wanacheza, kuwauliza Bwana Samata, hata wengine wamezaliwa wamemkuta anacheza, lakini bado wanajua kwamba Bwana Samata ni icon ya Tanzania kutokana na kile ambacho amekuwa akikifanya. Sahihi kabisa Jerry. Samata cheza kama Samata yes, imekuwa kama icon. Alitangaza pia Tanzania kimataifa, cheza EPL amecheza, sasa hivi nasema ipo Ufaransa. Yuko Ufaransa. Pitia Ubelgiji kacheza, kwa hiyo amekuwa na wastani mzuri, na kama alivyoandika kwenye barua yake kwamba anajivunia Utanzania. Anajivunia kuwa Mtanzania na hajaacha hiyo kariba ya kuonyesha kwamba yeye ni Mtanzania. Hata akiwa huko kwenye mataifa mengine kwenye hizo ligi ambazo nimezitaja, amekuwa akionyesha kwamba bado yeye ni Mtanzania. Yes. Sahihi kabisa. Sasa Jerwini, kuna swali hapa, maoni ya wadau baada ya posti yake. Kuna mdau wa michezo hapa anaitwa Rashidi Hamisi, yeye ali-comment akasema bad timing Captain Diego, ulitakiwa tukuage uwanjani, kama tukio la kushtukiza lingependeza zaidi. Captain jasho ulilolimwaga hapa kwa maana kwenye nchi haipaswi kuagwa hivi. Tumekupa champs proud Bwana Ali Samata. Lakini Shabani Alikamwe yeye aliandika hivi, amemwambia lala ukiamka kunywa chai halafu ufute hii caption, taifa linahitaji icon kwenye AFCON yetu ya kihistoria mwakani. Tutaaga uwanjani, tutakuaga uwanjani na sio Instagram. Lakini kuna kwa maana ya naibu waziri wa habari, sanaa na michezo Hamisi Mwana FA, yeye akamwambia Captain, asante kwa kila kitu, asante sana hudawi na mtu, tuna ombi moja tu, watu wa mpira hatuwezi shiriki AFCON itakayopigwa nyumbani pamoja kwa maana ukiwa dimbani, alafu tukujengee mnara wako mkubwa, tuache upumzike tafadhali, na again asante sana Captain. Hata kwa maana ya akina watu wengi sana, Edo Kumwembe, akina Baraka Mpenja na watu wengine sana, akina George Mbangile, nimeona maoni yao wengi wanasema kwamba huenda timing ya Bwana Ali Samata kwenye kutundika daruga ikawa sio sahihi. Tulikuwa tunahitaji icon kwenye AFCON 2027. Haya maoni ya wadau umeyapima na una kipi cha kusema? Unaungana nao kwamba Captain Diego of course ni muda sahihi kwake, yeye ameona kustaafu, ila AFCON angemaliza kwanza. Sahihi, ndio maana hayo maoni sijayapitia, lakini kama umenisikiza vizuri, ndio mwanzoni nimesema haukuwa muda sahihi kwangu mimi Bwana Samata kufanya hivyo, kwa sababu niliwish
kama mdau wa kwanza alivyoandika kwamba angeandaliwa mechi yani iwe shtukiza, ndio tunasema AFCON ambazo zinacheza nyumbani, angeicheza hiyo akaipiga mpaka ikamalizika. Pale ambapo Tanzania tutaishia labda basi iwe ni game ya mwisho kwa yeye kuaga wa Tanzania. Yaani pale ambapo tutaishia iwe ni makundi, iwe ni hatua ya nusu, tunacheza finali kama itawezekana. Tutabeba taji. Tutabeba taji. Hapo ndo iwe muda wa kuaga. Wako sahihi. Hata ukiangalia ndio maana mataifa mengi kwa sasa wamefuzu World Cup. Wengine wana wachezaji wakubwa sana wenye miaka kuanzia 40 plus. Nazungumzia Vozinha, yes, wa Cape Verde, yes, ana miaka 40 plus. Hata golikipa wa Mexico naye alikuwa anastaafu, alikuwa na umri wa miaka 40. Yeah. Nafikiri alicheza mchezo mmoja. Sahihi. Kwa hiyo wapo magwiji ambao wameandaliwa mechi hizi kubwa. Si unaona hata juzi alitolewa Brazil na alitolewa na timu ya taifa ya ambayo iliwafunga mabao mawili akina Norway. Lakini angalia ile reaction ya Neymar, machozi aliyatoa akiwaaga mashabiki wa Brazil. Aliyatoa kauli kama yeye, lakini ile picha inaonyesha kwamba hatutakuwa naye 2030 nafikiri. Angalia pia Cristiano Ronaldo ilikuwa hivyo. Angalia pia Messi jana anatoboa, kama ingeshindikana pia na yeye ingekuwa hivyo. Kwa hiyo nafikiri wadau wengi wapo sahihi kwamba tunahitaji tuwe na icon ambayo inaweza ikafanya kitu, kwa sababu Mbwana Samatta kama hautampata kwenye ubora wake, utampata kwenye experience alionayo. Anaweza asikupe kitu kutokana na pengine labda kimbinu imeshindikana, ila akakupa kitu kutokana na ile experience alionayo. Sio kama ana miaka, sijajua yupo kwenye miaka 38 39 nafikiri. Kwa hiyo umri wake bado unaruhusu, anaweza kucheza na akafanya kitu. Yaani kwanza AFCON nafikiri inawezekana akawa anapewa game time ya kucheza. Bora ajitengeka eneo ila hakikishe anacheza kwa ajili ya kuaga wa Tanzania na kuachieve kile ambacho pengine alikuwa anatamani avuje jasho la mwisho kwa kuitumikia timu ya taifa ya Tanzania. Kwa hiyo naungana pia na wadau ambao wamesema sio muda sahihi, kina Alikamwe pia baadhi ya wadau pia kina Edok ambao pia wamecomment pale. Kwangu mimi naona sio muda sahihi. Sahi kabisa, ni kile ambacho amekichapisha kwenye ukurasa wake jana, kwa maana ya Mbwana Ali Samatta ya kwamba anatangaza kustaafu soka, kwa maana kutumikia timu ya taifa. Lakini masuala ya club atakuwa bado anacheza. Watu